Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Viwanda vya kutengeneza silaha vya Marekani vimezidi kupata hasara kutokana na Yemen kufunga Bahari Nyekundu isitumiwe na meli za Marekani za Israel na chombo chochote cha baharini kinachopeleka vitu katika utawala wa Kizayuni wa Israel. Shirika la habari la Fars limechapisha makala ya kiuchambuzi kuhusu pigo inaopata Marekani kutokana na jeshi la Yemen kufunga Bahari Nyekundu na kuandika, kupungua kwa kiasi kikubwa thamani ya hisa ya Marekani katika makampuni makubwa ya silaha wiki hii kumevutia hisia za wachambuzi wengi wa mambo. Kuporomoka hisa hizo za makampuni ya silaha Marekani kunatokana pia na hatua za jeshi la Yemen kupiga marufuku meli za Marekani zisitumie Bahari Nyekundu, na hilo ni pigo jingine kwa uchumi wa dola hilo beberu, limeandika gazeti hilo. Sababu nyingine iliyotajwa na mwandishi wa makala hayo ni vita vya kibiashara vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Uchina na dunia kwa ujumla chini ya kauli mbiu ya Trump ya Marekani kwanza. Kwa upande wake, gazeti la Financial Times limeripoti kuwa vita vya kibiashara vya Donald Trump dhidi ya China na nchi nyingine vimepunguza mauzo ya nje ya bidhaa za Marekani na kuongeza gharama za uzalishaji kutokana na kupanda kwa bei ya malighafi. Aidha, kufungwa Bahari Nyekundu na kutoweza meli za Marekani kutumia bahari hiyo kumesababisha usumbufu katika usambazaji wa bidhaa za Marekani, na ndio maana hisa za makampuni ya silaha ya taifa hilo zimeporomoka. Serikali ya Yemen imesema kuwa haitazifungulia njia meli za Marekani, Israel na zote zinazoelekea katika utawala wa Kizayuni wa Israel mpaka pale Israel itakapokomesha jinai zake huko Gaza na kuacha kuzingira ukanda huo. Katika hatua nyingine, jarida la Foreign Policy la nchini Marekani limeandika kuwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Yemen zimefeli na kugonga mwamba. Jarida hilo limeashiria mashambulizi yasiyo na tija dhidi ya ngome ya serikali ya kitaifa Yemen, sera ya kigeni, na kuandika kuwa wiki tano baada ya serikali ya Donald Trump kuanzisha mashambulizi yake dhidi ya Yemen, yameibuka matatizo kadhaa ambayo yanaonyesha kuwa rais wa Marekani atakuwa na kibarua kigumu cha kufanya porojo zake ziakisi na tija, limeandika. Kwa mujibu wa gazeti la Foreign Policy, operesheni za mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Yemen hadi sasa zimeshindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa, yaani kuwezesha vyombo vya usafiri wa majini kufanya safari zake kwa uhuru katika Bahari Nyekundu na kuzuia kufanywa kwa hujuma za mashambulizi dhidi ya vyombo hivyo. Ripoti ya jarida hilo mashuhuri la Marekani imeeleza kwamba safari za vyombo vya majini kupitia Bahari Nyekundu na mfereji wa Suez zingali ni chache mno kutokana na mashambulizi ambayo hadi sasa yameshagharimu Marekani zaidi ya dola bilioni 1. Vikosi vya ulinzi vya Yemen navyo pia vimeonya juu ya ilivyoviita kutumbukia na kunasa kwa Trump kwenye mtego wa Yemen, sambamba na kushadidisha mashambulizi yao dhidi ya utawala wa Kizayuni wa Israel na manowari za Marekani katika eneo hilo. Na kwingineko ni kuwa msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov amesema Umoja wa Ulaya umekuwa ukizuia juhudi za kidiplomasia za Washington na Moscow kwa ajili ya kumaliza mzozo wa Ukraine, na badala yake unafanya jitihada za kurefusha uhasama wa mzozo huo. Peskov amesema hayo katika mahojiano na gazeti la Ufaransa Le Monde na kuongeza kuwa Umoja wa Ulaya EU umeonyesha kuwa hauna uhuru na kwamba bara zima la Ulaya lilikuwa likimtumia rais wa zamani wa Marekani Joe Biden wakati wa mzozo wa Ukraine uliposhtadi mwaka 2022. Mambo yalibadilika baada ya Donald Trump kurejea katika ikulu ya White House mwezi Januari, Peskov amebainisha, akiongeza kuwa kwa sasa Washington inazungumza kuhusu amani huku wazungu wakizungumza tu kuhusu vita. Moscow na Washington zimefanya duru nyingi za mikutano ngazi ya juu mwaka huu iliyolenga kufikia makubaliano ya amani. Wakati huo huo, msimamo wa Umoja wa Ulaya EU umeonekana kulenga kudhoofisha nafasi yoyote ya mafikio ya amani. Wakuu wa ulinzi wa Ulaya Magharibi wakiongozwa na Uingereza na Ufaransa walikutana mwezi huu kujadili suala la kupeleka kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine licha ya onyo kali kutoka Moscow. Moscow imekuwa ikikosoa mara kwa mara hatua za Umoja wa Ulaya EU kuisheneheza Ukraine kwa silaha na kulaani mipango ya kupeleka wanajeshi nchini humo, ikishutumu umoja huo kwa kujaribu kupanua uwepo wake wa kijeshi na kurefusha mzozo badala ya kutafuta suluhu. Alipoulizwa iwapo Urusi ingelikubali Umoja wa Ulaya EU kuja katika meza mazungumzo, Peskov amejibu kuwa hakuna cha kujadili, Ulaya inataka vita, sio mazungumzo, hatutawalazimisha, mwisho wa kunukuu.
Na huko Mashariki ya Kati ni kuwa harakati ya Ansarullah nchini Yemen imeeleza kuridhishwa kwake na hatua waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulaani mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi la Yemen dhidi ya ngome za Israel katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, na kusema hasira yake ni ushahidi wa juhudi zenye mafanikio katika kuunga mkono wa Palestina. Naibu mkurugenzi wa idara ya habari ya harakati ya mukawama ya Yemeni Ansarullah Nasr al-Din ametoa matamshi hayo baada ya waziri mkuu wa Israel kuapa kujibu mashambulizi yanayoendelea ya Yemen dhidi ya ngome ya Israel. Jeshi la Yemen tangu Oktoba mwaka 2023 limefanya mamia mashambulizi kama hayo kama jibu kwa vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendeshwa na utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo yamelenga hasa meli za utawala ghasibu wa Israel na meli zinazosafirisha bidhaa kuelekea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, na hivyo kulazimisha meli hizo kuzunguka Afrika ili kufika katika bandari zinazokaliwa na utawala huo. Hali hiyo imesababisha kuongezeka kwa bei ya bidhaa kwa walowezi na kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa utawala ghasibu wa Israel. Amiri akisema Netanyahu ni adui yetu na daima tunajitahidi kuwafanya maadui zetu wakasirike. Amiri amesisitiza kuwa kuwasaidia watu wa Palestina ni ombi la watu wa Yemen, akieleza jinsi raia wa Yemen wanavyoandamana kila wiki kwa maelfu kwa ajili ya kuunga mkono Palestina, wakitoa wito kwa nchi yao kuongeza msaada wake kwa ajili ya kufanikisha lengo la ukombozi wa Palestina. Amir, ambaye pia ni mkuu wa shirika rasmi la habari la Yemen Sabah, ameelezea Netanyahu kama mhalifu wa kivita, akirejelea hukumu ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC dhidi ya waziri mkuu huyo wa Israel kutokana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa vita vya utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Na tukielekea huko nchini Jordan ni kuwa waziri wa mambo ya ndani wa Jordan ametangaza kuwa utawala huo wa kifalme umepiga marufuku harakati ya Kiislamu ya Ikhwanul Muslimin na kuielezea itikadi yake inayohubiri kwa sasa kuwa ni haramu kisheria nchini humo. Mazin Abdul Hilal Al-Fari alitangaza marufuku hiyo katika mkutano na waandishi wa habari, akisema shughuli yoyote ya kundi hilo bila kujali ni aina gani inachukuliwa kuwa ni kinyume na inachukuliwa kuwa ni uvunjaji wa sheria. Al-Fayir ameongeza kuwa ofisi na majengo ya harakati ya Ikhwanul Muslimin sasa atafungwa na mali zake zitazuiliwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Jordania amebainisha kuwa uhusiano na maingiliano yoyote na kundi hilo sasa yamepigwa marufuku, na kwamba uenezaji wa itikadi yake utapelekea mtu kufunguliwa mashtaka kosa la jinai. Harakati ya Muslim Brotherhood ilianzishwa mjini Cairo, Misri mwaka 1928 na ni moja ya makundi makubwa zaidi na mashuhuri yanayohubiri Uislamu wa kisiasa duniani. Harakati hiyo kongwe ya Kiislamu imekuwa kwa muda mrefu ikiendesha harakati zake kwa njia ya amani zinazoshajiisha kushiriki katika siasa za demokrasia, lakini inachukiza mbele ya tawala nyingi za kiimla katika Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. Katika miaka karibuni tawi la Ikhwanul Muslim nchini Jordan limekuwa halisikiki, ingawa wanachama wake na watu wenye mfungamano nalo wamekuwa kilaani vikali vita vya kinyama na mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Israel dhidi ya Wapalestina wa Gaza, na kuwatolea wito wa Arabu waunge mkono na kuwasaidia wananchi hao wanaodhulumiwa. Utawala wa kifalme wa Jordan ni miongoni mwa nchi chache za Kiarabu zenye uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala ghasibu wa Israel. Na harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imelitaka Baraza Kuu la Harakati ya Ukombozi wa Palestina PLO livunje uhusiano wa uratibu wa kiusalama uliopo baina yake na utawala wa Israel na kuchukua msimamo wa pamoja wa Palestina dhidi ya mauaji ya kinyama yanayoendelea huko Gaza. Hamas imesisitiza kuwa kikao cha Baraza Kuu la Palestina au PLO kinachofanyika huko Ramallah katika kipindi hiki kigumu kinaweza kutoa fursa mwafaka ya kuchukuliwa msimamo wa kitaifa na wa pamoja kukabiliana na mauaji ya kimbari yanayoendelea. Hamas vile vile imewataka wajumbe wa Baraza Kuu la PLO kutimiza wajibu wao wa kitaifa na kukataa usimamizi wa kutishwa wa maisha ya kisiasa wa Palestina na kuchukua uamuzi madhubuti kwa lengo la kuiamilisha harakati ya ukombozi wa PLO, kuijenga upya kwa misingi ya ushirikishaji na kutekeleza
jukumu lake halisi sambamba na kufuatilia kesi za kisheria katika mahakama za kimataifa dhidi ya wazayuni maghasibu kutokana na jinai wanazozifanya. Hamas imetangaza kuwa mkutano huo ambao unafanyika baada ya kupita mwaka mmoja na nusu wa vita dhidi ya ukanda wa Gaza, tena bila kukamilishwa taratibu zake, hauhesabiki kuwa ni mjumuiko kamili wa kitaifa na wala haujumuishi wahusika wote wa jamii za Palestina. Harakati ya Hamas imesisitiza kuwa mkutano huo unapaswa utilie maanani kiwango cha kujitolea mhanga kilichoonyeshwa na wananchi wa Palestina na kupitisha maamuzi ya kiuwajibikaji kwa ajili ya kukomesha vita. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.